Ndugu naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Kusini Pemba, Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa spika wa baraza la wawakilishi, natambua uwepo wa mama Fatuma Karume, wajumbe wa kamati kuu ya CCM, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, wanachama wa Chama cha Mapinduzi mliopo hapa, wapenzi wa CCM, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nami naomba nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika mkutano wetu huu wa kampeni kwa mkoa huu wa Kusini Pemba. Kisha nichukue fursa hii nikushukuruni viongozi nyote na wananchi nyote, wanachama wa CCM, wapenzi na kereketwa, kwa uwepo wenu hapa kwa idadi hii kubwa. Hii inatupa imani kubwa kwamba chama chetu kina watu wengi wanaotupenda. Ukilinganisha mikutano yetu na ndugu zetu wale, ni wazi kabisa hawatuwezi kabisa. Yaani mwaka huu kwa kweli hawatakuwa na sababu yoyote ya kusema wameonewa, maana mambo yanaonekana mapema kabla ya tarehe 29. Ndugu zangu, leo nimekuja na ajenda chache sana kwa sababu mengi yameshasemwa na walionitangulia. Kama kawaida, chama chetu, sera yetu kuu ni kudumisha amani, umoja, mshikamano, maridhiano katika nchi. Hili lazima niliseme kwa sababu ndio msingi wa mambo mengine yote. Bila ya amani katika nchi, mengine yote tutakuwa tunazungumza tu, hayatekelezeki. Kwa hivyo tuendelee kudumisha amani, tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kuondoa ubaguzi wa aina zote, iwe ubaguzi wa kikanda, Unguja na Pemba, kusini na kaskazini, iwe ubaguzi wa rangi, iwe ubaguzi wa dini, iwe ubaguzi wa itikadi za kisiasa, alimradi sisi tunataka umoja wa wananchi na amani katika nchi yetu. Hilo tuendelee kulihubiri, tuendelee kududumisha, na inshallah Mwenyezi Mungu atatupa amani katika nchi yetu, tutafanya maendeleo makubwa sana. Ndugu zangu, nilikuja hapa mwaka wa 2020. Nikasimama mbele yenu kama hivi leo, nikasema naomba kura zenu ili nitekeleze yale yote tuliyoahidi kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Sasa leo wala sitosema mengi kwa sababu yanaonekana tumetenda. Na kitu kikionekana huna haja ya kusema sana, kwa sababu leo tukizungumzia skuli, nyinyi wenyewe mmeziona. Skuli za zamani zimekarabatiwa na skuli mpya za kisasa kabisa za ghorofa za msingi na sekondari zinajengwa kila pahala. Mpaka Kojani kuna skuli ya sekondari ya ghorofa mpaka katika kisiwa chetu cha Kojani. Kwa hivyo tunachosema hapa ni kwamba tumetekeleza kwa vitendo. Iwe kwenye elimu tumetekeleza, na lengo letu kama nilivyosema ni kwamba tunataka tuhakikishe watoto wote wanasoma kwa shifti moja. Asubuhi mpaka mchana wanatoka wakafanye mambo mengine, wakasome dini na kadhalika. Na hayo tunayakaribia. Mkoa wa Kusini Unguja tayari wao wameshafikia lengo hilo. Tunaendelea na mikoa mingine kwa kuajiri walimu, kwa kuendeleza ujenzi wa sekondari zetu na shule za msingi za ghorofa, na tutaendeleza yote, na matokeo tumeshaanza kuyaona kwa sababu vijana wanaanza kufanya vizuri sana katika mitihani ya form 4 na form 6. Ndugu zangu, kwa upande wa elimu mambo mengi yamefanyika, dakhalia zinajengwa, na huko tunapokwenda spidi itakuwa kubwa zaidi. Tutahakikisha ujenzi unaendelea kwa spidi kuliko ya awali. Sekta ya afya, kama mlivyoona, wilaya zote kuna hospitali za wilaya. Tutahakikisha sasa tunaanza hospitali ya mkoa, lakini tumeimarisha sana hospitali yetu ya Abdallah Mzee. Hospitali ya Abdallah Mzee sasa hivi karibuni itakuja mashine inaitwa MRI. Hiyo ni hospitali za kibingwa tu ndo wanakuwa na mashine kama hiyo, ili tuweze kufanya upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo hapa hapa Pemba.
Lakini hospitali ya Abdallah Mzee sasa hivi inatoa huduma ya kusafisha damu, kusafisha figo, jambo ambalo wagonjwa walikuwa wanatoka hapa kwenda Dar es Salaam kulifuata na gharama kubwa sana. Hayo yanafanyika hapa sasa. Lakini hivi karibuni tunakuja na mpango mpya wa hospitali za mikoa yote ili tuhakikishe kwamba tunakuwa tuna huduma bora hapa hapa visiwani badala ya kwenda India au kwenda nchi nyingine kwa huduma kama hizo. Ndugu zangu, sekta ya maji nayo tutaiwekea kipaumbele kikubwa. Sasa hivi tumeshafanya mengi kwenye maji, lakini natambua bado kuna changamoto ya maji ambayo tutahakikisha nayo tunaitimiza katika miaka inayokuja. Ndugu zangu, katika sekta ya miundombinu, ukitaka kuifungua nchi, mambo makuu matatu: bandari, viwanja vya ndege, barabara. Tulisema tutaifungua Pemba. Tumeanza kujenga bandari zetu Mkoani na Shumba na Wete na kuja. Tutahakikisha Pemba hapa hatuhitaji tena kama zamani mzigo unatoka unakotoka, unaanza kwanza kushuka Mombasa au Dar es Salaam, halafu unakwenda Unguja, halafu ndio uje Pemba. Sasa hivi mzigo unaotoka Pakistani au India au Vietnam, maana huko ndio inapotoka michele, unakuja moja kwa moja katika bandari yetu ya Mkoani. Tutapunguza gharama za maisha, tutaweza kuwasaidia wananchi hususan wanyonge kuweza kumudu gharama za maisha. Ndugu zangu, bandari ya Shumba imeshajengwa, tutaikabidhi hivi karibuni kwa waendeshaji ambao wataifanya iwe bandari ya kisasa. Kwa hiyo tutakuwa tuna bandari ya mkoa wa Kusini, tuna bandari ya mkoa wa Kaskazini. Kwa hivyo biashara kati ya Mombasa na mkoa wa Kaskazini itakuwa kubwa sana, ili nako tupunguze gharama za maisha badala ya kutoka kote huku mzunguko wa gharama kubwa za usafiri. Sasa hivi mzigo utatoka moja kwa moja kutoka unaotoka Shumba au Mkoani, tutapunguza gharama za maisha. Lakini barabara kuu, barabara yetu ya Chake Wete kilomita 22, zimebaki 2 tu, kilomita 20 tayari. Katika kipindi cha karibuni hivi tutaikamilisha. Lakini habari njema, kesho tunazindua rasmi ujenzi wa bandari ya Mkoani Chake. Tutakuwa tumeifungua Pemba. Chake Mkoani sasa hivi kutakuwa kuna barabara kubwa ya njia 4 yenye taa. Ukitaka kutoka hapa kwenda Chake sio tena saa nzima namna hii, dakika 10 tu ushaingia Chake kule. Huko ndio kufungua nchi, huko ndio kufungua uchumi. Lakini kesho hiyo hiyo tunafanya pia uzinduzi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pemba. Ndugu zangu, barabara hizi pamoja na uwanja wa kimataifa wa ndege pamoja na bandari zinazotoa mizigo moja kwa moja kutoka nje kuja hapa Pemba, hii sasa haitokuwa Pemba ile, itakuwa ni Pemba ya maendeleo makubwa. Lakini tumejenga barabara za ndani, kila unapopita sasa hivi kuna ujenzi. Karibu kilomita 190 za barabara za ndani zinajengwa, na hatuna shaka katika muda mfupi ujao hakuna sehemu ya Pemba kwa barabara za ndani ambayo itakuwa haijajengwa. Ndugu zangu, wanasema kwamba sisi tunafanya maendeleo ya vitu, hatufanyi maendeleo ya watu. Nataka niwaambie hivi, serikali yetu imepandisha mishahara ya wafanyakazi wa serikali kwa kiwango kikubwa sana. Maana hawatukuongeza kidogo, tumefanya utaratibu wa kuangalia mtu kafanya kazi miaka mingapi, nyongeza yake iliendana na muda aliofanya kazi, nyongeza yake iliendana na kiwango cha elimu alichokuwa nacho. Lakini tumeongeza pensheni za wastaafu wa serikali kwa mara 2 zaidi, yani kwa 100%. Tumeongeza pensheni jamii ya wazee wetu kwa 150%, kutoka 20,000 hadi 50. Hayo ndio maendeleo ya watu.
lakini tumewezesha vikundi mbalimbali kujikwamua kimaisha kwa mikopo isiyokuwa na riba. Zaidi ya bilioni 96 zimetolewa. Kwa hivyo wakipiga porojo hizi, nyinyi wasikilizeni tu, lakini hazina msingi hata kidogo. Tumefanya mambo mengi, lakini vile vile wajasiriamali walinitaka tuwaboreshee mazingira yao ya kazi. Tumejenga masoko kila pahali, tumewapa mitaji isiyokuwa na riba, tumewapa mafunzo. Awamu inayokuja fungu la mikopo isiyokuwa na riba litakuwa kubwa zaidi, ili tuwafikie wote tu ambao wamebaki, na wale ambao walichukua wamerejesha watapata kikubwa zaidi. Ndugu zangu, natambua changamoto ambayo bado ipo, hususan kwa vijana, ni swala la ajira. Katika kipindi kilichopita tuliahidi ajira 300,000. Zilizopatikana ni 217,500, sawa na 72.5%. Ahadi yangu kwenu ni kwamba hili ndio itakuwa kipaumbele cha kwanza cha awamu ijayo. Ajira kwa vijana, tutaajiri serikalini, tutawahamasisha wawekezaji wajenge viwanda, lakini tutawawezesha wananchi walio wengi kujiajiri kwa shughuli zao binafsi. Nataka nikuhakikishieni vijana, hatutowaangusha kama mambo mengine tulivyoyafanya. Hili la ajira nitalivalia njuga, tuhakikishe vijana wote wanapata ajira. Ndugu zangu, changamoto kubwa ya pili ni mfumuko wa bei, gharama za vitu, hususan chakula na mafuta ya diesel na petroli. Tuna mpango sasa maalumu wa ujenzi wa maghala ya kuhifadhi chakula Unguja na Pemba, ili mwaka mzima tuweze kupata chakula ambacho hakipandi bei. Wakati wa mavuno kule bara, chakula huwa kinashuka bei sana, mahindi pamoja na mpunga. Sasa tutaweka maghala makubwa ya kisasa Unguja na Pemba, ili tuhakikishe kwamba wakati wa mavuno tunanunua, ili gharama za maisha zisipande. Hilo nimelivalia njuga na nitahakikisha kwamba tunalitimiza, ili changamoto hizi mbili za ajira na gharama ya maisha tuweze kuidhibiti. Ndugu zangu, sasa hivi tuna bandari hizi za Mkoani na Shumba. Bila ya shaka sasa hivi mchele unaotoka Pakistani ukija moja kwa moja hapa, haitokuwa kama gharama ya zamani ilipokuwa inazunguka kote, na hali hiyo tumeshaanza kuiona. Kipolo sasa hivi cha mchele hapa kwa bei ya jumla naambiwa ni shilingi 80,000. Haikuwa hivyo, iliwahi kufika mpaka 150,000 kipolo kimoja. Tunakwenda huko kwa sababu bandari zetu tunazifungua. Ndugu zangu, maghala ya kisasa, ufunguzi wa bandari hizi na ujenzi wa matangi ya mafuta katika maeneo yetu haya itatupunguzia sana mfumuko wa bei. Na ujenzi wa matangi ya mafuta kwa hapa Pemba tayari umeanza katika eneo la Wesha, na kule Unguja tutajenga katika eneo la Mangapwani, ili tuondokane na kupanda kwa bei za mafuta, ili kupunguza gharama za usafiri ambazo hatimaye huwa zinapandisha gharama za vyakula. Ndugu zangu, uchumi wa bluu ndio sera mama ya serikali yetu ya awamu ya 8. Uchumi wa bluu kwa maana ya uvuvi, ukulima wa mwani na kadhalika. Nachoweza kusema katika eneo hili, tumejitahidi sana kuwatoa mikopo, kutoa maboti kwa wavuvi na wakulima wa mwani, mitaji kwao, mafunzo kwa wakulima, lakini vile vile tumeboresha usafiri wa baharini. Zamani ulikuwa kuna shida sana ya usafiri. Habari njema ni kwamba sekta binafsi wameshaanza kuleta speedboats hapa, na ile baji imeshawekwa hapo, mambo yanakwenda vizuri. Serikali hivi karibuni inakuja na meli 3 mpya. Tunatengeneza speedboat kama hizi ambazo zinatumika sasa hivi za serikali 2, ambazo itakuwa kazi yake ni kutoka Unguja, Pemba, Tanga, Dar es Salaam. Lakini habari njema ni kwamba meli yetu ya MV Mapinduzi 2 sasa imekamilika kazi rasmi Unguja na Pemba.
tutapunguza gharama za usafiri kati ya Unguja na Pemba, tutapunguza shida ya usafiri kati ya Unguja na Pemba gineko, kwa sababu tunakuja na meli hizo, na ile MV tunasubiri kupanga tarehe tu ili tuizindue rasmi. Ndugu zangu, nimalizie kwa kuzungumza eneo zao la karafuu. Sisi tulisema, na wakati tunaingia awamu hii tulikuta awamu iliyopita, awamu ya 7, waliweka sera ya kwamba bei tutakayouzia karafuu huko nje 80% yake apewe mkulima. Sera ile haijabadilika, tunaendelea nayo mpaka leo, na ndivyo itakavyokuwa huko tunakokwenda. Wanasema wakulima hawanufaiki, na waambia si kweli. Sasa hivi tukiuza kilo moja $8 kama shilingi 20,000, mkulima anapata 80%, maana yake shilingi 16,000 kwa daraja la kwanza. Kwa hiyo sera hii ni nzuri, haimpunji mkulima. Ile 20% inayochukuliwa na serikali ni kwa ajili ya huduma. Kuna magunia, kuna hiki, kuna kusafirisha, kubeba na kushusha na kadhalika, ndio ni huduma, si kwamba serikali inapata chochote. Lakini 80% inakwenda kwa mkulima. Kwa hivyo msiambiwe maneno ndugu zangu. Bado zao la karafuu tunalienzi, na tumeshasema huko tuendako tutaliboresha zaidi kwa kutoa mitaji ili lipandwe zaidi, tolewe zalisha zaidi, kwa sababu bado ni zao ambalo lina thamani kubwa duniani. Siku ya Jumamosi ya wiki hii itoa kwamba wale wakulima wa zao la karafuu ambao walikuwa hawaitunzi sana, ni serikali itachukua yale mashamba kuwakodisha watu wengine wakati wa mavuno. Sasa tunasema za watu kuwa na mashamba hayo. Vizuri zaidi. CCM oye! Wameanza njama zao, lakini hawatuwezi. Ndugu zangu, nasema nimalizie kwa
kwa habari njema kwamba kesho tutafanya uzinduzi rasmi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Pemba, na kesho hiyo hiyo tutafanya uzinduzi rasmi wa barabara ya kutoka Chake hadi Mkoani. Siku ya Ijumaa mosi tutatoa hati miliki kwa mashamba ya karafuu kwa watu ambao wamiliki mashamba hayo. Na katika siku za hivi karibuni, si mbali kutoka sasa, tutafanya uzinduzi rasmi wa meli yetu ya MV Mapinduzi 2. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema haya, niombe kura. Nianze kwa kumwombea kura Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Mtampa? Na kisha nijiombee mimi mwenyewe, Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mtanipa? Alafu niwaombee wabunge wetu wa CCM wote Unguja na Pemba. Mtawapa? Alafu niwaombee wawakilishi wetu wote Unguja na Pemba. Mtawapa? Bila ya kuwasahau madiwani wetu wote. Mtawapa? Kabla sijahitimisha wito wangu, ndugu zangu, ni kwamba sisi wana CCM tumedhihirisha wingi wetu, tumedhihirisha uwezo wetu wa kushinda uchaguzi huu. Kwa hiyo kazi moja imebaki, nayo ni kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 29 kwenda kupiga kura. Tuhakikishe kila mmoja wetu anapiga kura, tuhakikishe tunawatoa wale ambao watakuwa wazito wakapige kura, kwa sababu kama tulivyosema hapa, ushindi wa safari hii tunataka uwe wa kishindo kikubwa. Namalizia kwa shukrani kwa maandalizi mazuri ya shughuli yetu hii ya leo, na washukuru wote waliochangia kwa namna moja ama nyingine, shekhe wetu na mchungaji wetu kwa dua na sala, wasanii wetu wote kwa kutumbuiza, brass band ya vijana wetu kwa kuwa nasi mara zote. Kipekee ni washukuru vijana wa hamasa kwa kazi nzuri mnayoifanya. CCM tunajivunia vijana wetu wa hamasa, hongereni sana. Lakini kipekee ni washukuru wananchi nyote. Najua wengi wenu mpo hapa muda mrefu, wengine toka asubuhi mpo hapa. Asanteni sana kwa kutuonyesha imani, na mimi nasema imani huzaa imani. Haya tunayoyasema hapa, tukiwa tunamwogopa Mungu, tutahakikisha ahadi zetu tunazitekeleza na Mwenyezi Mungu atatusaidia inshallah. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Oktoba! Asanteni sana kwa kunisikiliza.